Yanga inaendelea kugawa dozi kwenye mechi zake ikitoka kupata mshtuko wa kudondosha pointi 2 baada ya kulazimishwa sare dhidi ya Simba, mchezo ambao uliibua hoja mbalimbali juu ya kiwango cha kikosi hicho. Huo ulikuwa mchezo wa kwanza wa dabi, timu hiyo ikiwa chini ya kocha Pedro Gonçalves tangu aanze kazi ya kukifundisha kikosi hicho kutoka kwa Romain Folz, ambaye naye licha kuifundisha Yanga kwa muda mfupi, lakini alionja utamu wa kushinda mchezo huo mkubwa. Kufanya kazi kwenye klabu kubwa za Simba na Yanga, pressure ni kitu cha kawaida, na haulika mashabiki na hata viongozi wake wanatamani kila wakati kuona timu zao zinafanya vizuri, zikicheza mpira mzuri na kushinda kwa matokeo mazuri. Baada ya Yanga kutolewa ligi ya mabingwa Afrika ikiishia hatua ya makundi, pia kuja kupata sare dhidi ya Simba iliyokuwa inajipigia kwa michezo 6 mfululizo iliyopita, kuna maneno ya chini chini yameanza kuzunguka juu ya mustakabali wa Pedro, baadhi ya mashabiki na hata viongozi kuanza kuweka mashaka ya uwezo wa kocha huyo raia wa Ureno. Hata hivyo, Pedro bado hana mashaka sana kwa kuwa timu inaendelea kushinda, lakini hebu tuangalie mambo ambayo yanaweza kumtibulia wakati wowote kocha huyo, na yakitokea makosa ya kupata sare tena au kupoteza, nafasi yake inaweza kuwa kwenye wakati mgumu. Jambo la kwanza ni usajili wa Buba. Pedro alisajili wachezaji wawili wa kigeni. Wa kwanza ni mshambuliaji Laurindo Aurelio Depo, ambaye hakuna shaka uwezo wake umewakosha wengi, akiwa amepachika mabao 9 kwenye mashindano yote na asisti 1, lakini shida ipo hapa kwa winga mpya Buba Jamel. Buba ambaye ameshafunga mabao 3, bado uwezo wake haujawateka wengi ndani ya klabu hiyo, wakiona kama anaonesha kitu cha kawaida sana, tofauti na walivyotarajia kabla ujio wake katika kikosi hicho. Bahati mbaya sana, Buba hakucheza kwa takriban miezi 2 kabla ya kuja Yanga, hivyo anahitaji muda kujiimarisha, lakini kama atashindwa kuonesha kiwango, presha kubwa itakuwa kwa aliyemleta Pedro. Jambo la pili ni kiwango na matarajio. Yanga kama unavyoona ikiwa chini ya Pedro imeshacheza jumla mechi 17 za mashindano yote, ikishinda mechi 12, ikitoa sare 3 na kupoteza 2, zote kwenye ligi ya mabingwa Afrika, ikiwa inaongoza msimamo wa ligi ambako haijapoteza mchezo wote. Takwimu hizo ni bora kabisa kwa Pedro, lakini kuna baadhi ya mashabiki matarajio yao yamekuwa tofauti. Bado hawakubali sana kiwango cha timu yao, wakiona kama sawa wanapata matokeo mazuri, lakini namna kikosi chao kinavyocheza hakiwapi raha sana. Mashabiki hao wanataka kuona Yanga inatawala vizuri zaidi mechi zake, ikiupiga mwingi na kushinda. Hilo kwao halijatimia sana kwa timu yao ikiwa chini ya kocha Pedro, wakianzisha kelele taratibu kama zile ambazo zilianza kwa kocha aliyepita Folz na baadaye kutimuliwa. Jambo la tatu ni majeruhi. Yanga mpaka sasa na majeruhi 3 muhimu, akianza mshambuliaji Clement Mzizi ambaye ameumia tena licha ya hivi karibuni kuonyesha anaweza kurejea, na sasa sio rahisi tena kuonekana uwanjani msimu huu. Beki na nahodha msaidizi Dickson Jobo naye ameingia wodi hii ya wagonjwa wa muda mrefu akiwa ameumia goti, na hivi sasa yupo nchini Afrika Kusini akiendelea na matibabu ya upasuaji, naye anaweza sirejee tena msimu huu. Kiungo Pacome Zouzoua naye yupo hapa, ambaye aliumia bega lake kwenye mchezo wa mwisho wa makundi ligi ya mabingwa Afrika, ingawa inaelezwa anaweza kurejea haraka. Kumbuka hawa wote ni wachezaji muhimu sana, kukosekana kwao ni pigo kwa Pedro. Jambo la 4 ni pressure ya Simba. Bahati mbaya kidogo, Pedro anafika Yanga wakati mtani wao Simba akiwa ameimarika baada ya kujisuka upya kwa haraka. Hili nalo sio zuri kwa kocha huyo, kwani namna timu hizo mbili zilivyokutana wiki iliyopita, huku wekundu hao akionekana kucheza vizuri kuliko kikosi chake, inaweza kuwa habari mbaya kwake itakayomuongezea pressure. Simba kupata sare mbele ya Yanga itaongeza morali kwa wekundu hao, kuona inawezekana wakawashika wababe wao hao, na hata mchezo ujao baina ya timu hizo, kama Pedro akiwa bado yupo timu hiyo kisha wapinzani wake akapata matokeo mazuri, inaweza kuwa shida kubwa kwake. Jambo la 5 ni maisha na mastaa wake. Kuna wakati makocha wanaweza kupoteza nafasi zao kutokana na pressure ya wachezaji wao ambao wanaweza kuwa hawakubaliani na baadhi ya mambo na kocha wao. Pedro anatakiwa kuhakikisha eneo hili anaendelea kuwa salama ili wachezaji wake wasichochee moto mkali kwake. Jambo la 6 ni kivuli cha kimataifa. Pedro aliishia hatua ya makundi wakati mashabiki na viongozi wake walikuwa wanatamani sana kuona timu yao inatinga robo finali. Yanga wanaweza kulinyamazia hilo la kutolewa kwa shingo upande, lakini lisizuke lolote baya litaamsha kivuli hicho cha matokeo ya kukwama kimataifa. Jambo la 7, Yanga kwenye mechi kubwa. Kelele nyingine zinazopigwa chini chini ni namna Yanga inavyopata wakati mgumu kupata matokeo mazuri kwenye mechi kubwa, ikianzia zile 2 dhidi ya Al Ahly, na ilishindwa kuulinda ushindi baada ya kuwa inaongoza kwa bao 1-0 likarudi. Kule Morocco ilikuwa ni kama ilishapata sare, lakini dakika za mwisho ikaruhusu bao lililokuja kuamua mchezo, na hata ilivyocheza ugenini dhidi ya JS Kabylie ikapata sare, wakati wengine wakiona kama wangeweza kushinda. Wadau wa klabu hiyo wanaona kama kocha huyo anahusudu sana mbinu za kujilinda kwa timu yake kukaa nyuma kiasi, ingawa mwenyewe amekuwa
amepingana na hoja hii, akidai Yanga huwa inashambulia na sio kujilinda. Kama ikitokea mechi kubwa zinazokuja kikosi hicho kikashindwa kupata ushindi, itaongeza pressure kwa Pedro. Pedro anatakiwa kuwa makini na haya kabla muda kuamua hatima yake. Anaweza wakati wowote haya yakamletea pressure ngumu ndani ya Yanga. Tumtakie kila laheri akikwepe kikombe hicho kibaya.